Naam, mtazamaji, tumerejea tena hapa. Nilikwambia kwamba tutakuwa na mgeni mwingine tayari. Mara hii ameshaketi katika kiti. Leo tunazungumza vitu vizito sana na mwisho wa siku vina mustakabali tu kwa huyu Mtanzania ambaye ni mwenzetu katika taifa letu hili la Tanzania. Lengo kubwa ni kujenga taifa letu wenyewe na kuendelea kujitegemeza katika mambo mengi ambayo yanatuhusu sisi wa Tanzania. Emmanuel. Ndio. Na leo ni furaha kweli. Tunafahamu kwamba hivi karibu jana na tukio muhimu sana ambalo lilikuwa limejitokeza, na ni tukio ambalo watu wengi tulikuwa tunasubiria kwa hamu kubwa, kwa sababu ukizungumzia masuala ya Wizara ya Mambo ya Nje ndiyo sura yenyewe ya nchi yetu huko kwenye mataifa mengine. Najua Dr. Kayoza atakuwa anaungana na mimi hapa. Kwa hiyo lakini pia kwa hatua ya awali tutapata nafasi ya kutazama hii taarifa, lakini nipende kumtambulisha mgeni wetu Dr. Kayoza ambaye ameshawasili hapa studio. Tutakwenda kuzungumza kwa kina kuhusiana na mabadiliko ya sera mpya ya masuala ya Wizara ya Mambo ya Nje huko, nini ambacho umekiona mara ya kwanza, kuna jipambano vipi na sasa hizi kuna jipambano vipi. Lakini pia jana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuna mambo mengi sana ambayo aliweza kuyazungumza. Tutakwenda kuyachambua kwa kina zaidi. Karibu sana Dr. Kayoza. Asante sana Mwaka. Ndio, tumefurahi sana kuwa na wewe. Ndio. Asante sana. Lakini ngoja tuitazame kwanza taarifa hii ili baadaye tuje turejee kwa uchambuzi wa kina zaidi. Sasa kama ambavyo nimekuambia jana, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye alionya kuwa serikali yake haitotoa nafasi kwa mtu yeyote au kikundi cha kuvuruga nchi. Tuko hapo kufuatia uwepo wa mtiririko wa wanaharakati kuingia katika ukanda huu kwa nia ya kuingilia mambo ya nchi nyingine, na kwamba hatutakubali uharibifu huo uingie hapa nchini kwa namna yoyote ile. Sasa mimi nisio mzungumzaji hapa, tusikilize taarifa hii, tutarejea kwa uchambuzi wa kina zaidi. Kuna klipu kadhaa za kunisema niko bias na nini. Nalofanya ni kulinda nchi yangu na ndio wajibu nilio. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huko. Tusitoe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Tuliangalia maslahi ya wanadiplomasia wetu pia. Tukiangalia sera 2001, jambo tunalojivunia ni uimara wa misingi ya sera yetu ya nje iliyowekwa na waasisi wa nchi yetu. Kutokana na misingi hiyo imara, nchi yetu imeweza kupata mafanikio makubwa kwenye sera ya nje. Tumeendelea kuaminiwa, kutumainiwa na kutabirika. Mipaka ya nchi yetu imeendelea kuwa salama, ilhali uhusiano wetu na balozi zetu au na majirani zetu na nchi nyingine umeshamiri sana. Katika siku za karibuni tumeona nchi kadhaa zimeonyesha nia ya kufungua konseli kuu na konseli za heshima Zanzibar, jambo linaloashiria hali nzuri ya kisiasa na kiuchumi iliyoletwa na hali ya amani na utulivu inayoendelea Zanzibar. Hii ni ishara tosha kuwa uchumi wa Zanzibar unaendelea kukua kwa kasi na uwekezaji kuongezeka. Nikujulishe kuwa taswira ya Tanzania sasa hivi kimataifa ipo juu na itaimarika zaidi, na kuwa ni nchi inayotambulika na kuvutia wawekezaji na mashirika ya kimataifa mengi. Tumelenga kuendeleza heshima hiyo tulioachiwa na waasisi wa taifa letu ya kuwa ni taifa la wastaarabu linalopenda amani, utu na usawa, na wakati huo huo tukiongezea sura ya ubunifu, uchapakazi na ushindani
wa kiuchumi ambao dunia inakwenda. Haya ni yale miongoni mwa yaliyojiri siku ya jana. Ndio. Lakini tuliona pia kuna makemeo kadhaa kutoka kwa Mheshimiwa Rais mwenyewe. Ndio. Nayo nadhani tutayazungumzia pia hapa Kwa kina zaidi. Tuko na Dr. Bravios Kahioza ambaye ni mshauri wa masuala ya diplomasia ya uchumi, na kubwa zaidi tunaozungumzia ni uchambuzi wa uzinduzi wa sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo la mwaka 2024. Jana shughuli nzima imefanyika. Sawa, kabla tujaenda kwenye onyo la Mheshimiwa Rais, kwanza tungepata nafasi ya kufahamu ni kwa namna gani sera ya mara ya kwanza ya mambo ya nje ilikuwa inajipambanua na sera hii ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo la mwaka 2024 inajipambanua kwa namna gani? Karibu Dr. Kahioza. Asante sana, nirudie tena kusema ni fahari yangu kuwa nanyi asubuhi ya leo mwaka potela pamoja na Emil. Shukrani sana. Nianzie kwenye eneo ambalo halizungumzwi sana. Kisayansi ni kwamba nchi huwa haibadilishi sera yake ya mambo ya nje. Nchi huwa inabadilisha mkakati wa kuitekeleza sera yake ya mambo ya nje kulingana na wakati. Ndio. Na ndio maana utaona wanasema sera yetu ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo la mwaka 2024. Sababu ya pili muhimu kuliko zote kwa nini hatubadilishi sera yetu ya mambo ya nje, tubadilisha mkakati wa kuiendea, ni kwamba sera ya nje ni mwendelezo wa masuala yenu ya kitaifa ndani kuelekea nje ya mipaka yenu. Kwa yako mambo ya msingi mnayaamini, ni utamaduni wenu, ni jinsi mnavyoitazama dunia na ni jinsi gani mnataka kushirikiana na mataifa mengine katika nyanja mbalimbali. Inaweza zikawa ni rubaza za uchumi wa kimataifa, inaweza zikawa ni masuala ya kiutamaduni, inaweza ikawa masuala ya teknolojia na masuala kadha wa kadha. Sasa kwa Tanzania tumekuwa na sera yetu ya mambo ya nje. Kuna mambo fulani ya msingi tutajadili baadaye ambayo tunaamini kwayo, na ndio maana unaona kila wakati viongozi tunasisitiza kwamba yako mambo yetu ambayo tunaamini katika masuala haya. Ukitokea kilichokuwa mwaka 2001 hiyo ambayo tunajaribu kuibadilisha na kutengeneza mkakati, kwa kweli utajua tulikuwa tunaishi katika dunia ambayo imebadilika sana. Kwa hiyo msimamo wetu mkubwa ni kwamba hatutafungamana na watu na taifa jingine lolote. Tutaamini uhuru wa mataifa mengine. Tutaendeleza maslahi yetu ya kiuchumi kwa kushirikiana kimkakati na watu wengine. Sasa miaka ya 1990 kuna jambo ambalo lilitokea kwenye maendeleo na uchumi wa kimataifa. Nalo ni kwamba kuliibuka dhana kwamba ukiliberalize, ukifanya siasa zako zikawa huria upande moja na ukaglobalize uchumi wako kwa upande mwingine, basi utaishi katika paradiso. Kwa hiyo imekuwa hoja kubwa kwenye majukwaa ya kimataifa kwamba moja ni kuliberalize siasa zako, mbili ni globalize uchumi. Matokeo yake yako chanya, lakini yako matokeo ambayo ni hasi. Kwa tutajadili sasa kwenye eneo ambayo ni chanya, hasa kwenye swala la kiuchumi. Kwa hiyo miaka hivi karibuni, kutokana na mabadiliko hayo, kumekuwa na kasi kubwa sana ya chumi hizi kuingiliana. Kwenye nchi kama Tanzania ambayo ina rasilimali za asili nyingi sana, kazi yake kubwa sana ni kuzibadilisha rasilimali hizo za asili kuzifanya ziwe rasilimali za kiuchumi. Na Mheshimiwa Rais amekuwa akisema jambo hili toka ingia mamlakani. Labda tuwakumbushe watazamaji wetu. Toka Rais aingie mamlakani mwaka 2021 ametoa hotuba 34 zinazohusu moja kwa moja masuala ya uchumi wetu. Ameuliza swali hili mara 3 kwa umma. Ni mambo gani ambayo nchi zingine zimeyafanya ambazo hazina rasilimali kama za kwetu na sisi hatujayafanya vizuri? Ukiangalia hotuba zake zote 34 ameuliza swali hilo mara 3 moja kwa moja kwa umma. Lakini ameuliza swali hili mara 7 kwenye hotuba zake zilizoweza kutolewa kwa umma, zilizoandikwa indirectly, akisema kwamba tunahitaji kufanya masuala fulani. Kwa kwenye kujibu swali hilo ni muhimu sana, ilikuwa ni muhimu sana kwamba lazima sera yetu, mabadiliko haya yajaribu kujibu hilo swali ambalo analiuliza Mheshimiwa Rais, lakini sio swali la Rais, kwa kweli ni swali la nchi yetu, kwamba ni jinsi gani tutabadilisha rasilimali hizi za asili na kuzifanya za kiuchumi, na akachukua hatua. Mchakato ambao ulianza mwaka 2021 na mambo ambayo imekuwa ikitokea na mwaka jana 2024 ikaweza kukamilika. Kwa hiyo unaloliona likubwa, jambo kubwa kwenye hili ni kwamba ni jinsi gani Tanzania itajiposition vizuri kuvuta kuweza kushirikiana na dunia, kushirikiana na maeneo mengine, kubadilisha rasilimali zetu hizi za asili
kuwa rasilimali za kiuchumi. Utakumbuka Mheshimiwa Rais alitaja kusuhubia kwa kiwango kikubwa. Ni jinsi gani, kwa sababu hatuwezi kuendelea kutegemea sekta ya umma peke yake, tunahitaji ushirika wa watu wengine. Lakini kuendeleza rasilimali zetu, kwa mfano uchumi wa bluu, ulisikia kwa unatajwa katika mazingira hayo. Ni kwa kiwango gani tutaweza kusukuma ajenda hizi? Ni kwa kiwango gani tutakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ambayo kwa kweli sio tu ni tatizo ambalo linatokea ndani ya uchumi wetu, lakini jambo ambalo linasukumizwa na msukumo wa nje. Na kwa kweli kwa kufanya hivi utaona kwamba tukiuratibu vizuri na kutekeleza mambo kadhaa yataweza kufanyika. Nitatoa mfano, kwa mfano kwenye uchumi wa bluu. Sasa hivi kwenye mwambao wa pwani uchumi wetu huo unaajiri watu wanaojishika sehemu tu, kwa mfano ya uvuvi, karibia 1,180,000. Lakini takwimu zinaonyesha kwamba tukiboresha vizuri uchumi huu tunaweza kuajiri zaidi ya watu 360,000. Na sera hii inajaribu kutuambia kwamba tunaweza kwenda huko. Sasa hivi uchumi wote wa bluu kwa maana ya mchango wake ni dola bilioni 8 kwa mwaka. Lakini ukiwa na sera kama hii ambayo inaweza kutekelezeka, tunaweza kutengeneza mchango wake kufikia dola bilioni 15 kwa kipindi kifupi cha miaka 4, na inaweza kujenga zaidi ya bilioni 22 kwa kipindi cha muda mrefu. Unapoangalia mabadiliko ya tabia nchi, rais amekuwa, na mliona wakati wanazindua anayeondoka rais wa Benki ya Afrika Dr. Desina alizungumza mchango wa rais kwenye masuala kwa mfano ya nishati safi, azungumza mchango wake juu ya sekta kwa mfano ya kilimo. Lakini sehemu kubwa sana katikati ya hiyo ni lazima kwa kweli mdili vizuri sana na mabadiliko ya tabia nchi, na Rais Samia amekuwa sauti kubwa kwenye uwanda huo. Ni muhimu sana, kwa mfano sera hii tukishughulikia vizuri tutatatua changamoto. Hivi sasa tunazungumza uchumi ambao unatafunwa karibia kati ya 1% mpaka 1.5% ya pato lake ghafi kutokana na athari za mazingira, na takwimu zetu zinaonyesha kwamba hali hii ikiendelea uchumi wetu utakuwa unatafunwa 17% kufikia mwaka 2050. Kwa hiyo utaona sasa hivi tunapoteza kama dola milioni 500, na wakati huo 17% itakuwa ni fedha nyingi zaidi. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na sera mambo ya nje ambayo inaweza ikashughulikia masuala. Na unamsikia Waziri Kombo akijaribu kusisitiza kwamba si jambo letu, sio jambo letu kwa maana ya Wizara ya Mambo ya Nje, lakini ni jambo pana zaidi ambalo linahitaji kila mmoja kwenye levels mbili za serikali, ile tunaita technocratic government, wale watendaji wenyewe, lakini hata political government kwa maana ya wanasiasa, ili kuweza kuactualize. Na maagizo ya rais yalikuwa ni kwamba mafunzo ya kutosha kwa taasisi zetu, kwa wataalamu wetu, ili tuweze kuactualize. Kwa hiyo ni mabadiliko ambayo kwa kweli kwa muktadha wa sasa ni muhimu sana. Niweke footnote Emil pamoja na Kaptela kabla ya kupata nafasi. Footnote kidogo. Duniani sasa hivi kuliko ilivyokuwa miaka 2001, kulikuwa kunaonekana na huko nyuma kwamba kuna nguzo moja mahiri na muhimu na empire ya dunia, Marekani, kwa naita unipolar world. Sasa hivi unaona kuna mabadiliko makubwa. Tumekwenda kwenye multipolar world. Na moja ya hotuba za rais kwenye majukwaa ya kimataifa ya nje amezungumza juu ya jambo hilo. Kwa una nguzo tofauti tofauti. Moja wapo kwa mfano ni kuibuka kwa China, kuna nchi kama Urusi na mataifa mengine. Katika mazingira hayo lazima muwe na sera ambayo inaangalia jinsi gani ita accommodate strategic interest, maslahi yake ya kimkakati, pamoja na kwamba kuna nguzo nyingi duniani, ili kuweza kulinda maslahi ya taifa hilo, kuendeleza uhuru wetu wenyewe, kulinda haki zetu za ndani, na kuhakikisha kwamba tutakuwa na taifa ambalo ni imara zaidi. Sawa, shukrani. Dr. Kayoza, umezungumza vizuri. Tumeangazia swala diplomasia ya uchumi. Miongoni mwa maeneo ambayo yameboreshwa katika toleo la mwaka 2024 kuimarisha kwa diplomasia ya uchumi. Lakini Mheshimiwa Rais akagusia kwamba kushirikisha Watanzania wanaoishi nje ya nchi ni jambo ambalo hata mara kadhaa diaspora wamekuwa wakilizungumzia. Ni kwa namna gani wao watashiriki katika maendeleo ya taifa lao? Ni kwa namna gani wanakwenda kushirikishwa ili waweze kuleta maendeleo katika taifa lao? Moja, kumekuwepo na utaratibu wa kujaribu kuwafanya kisheria na kitaratibu kufungua mwanya wao kushiriki kwenye uchumi wetu. Na mwaka 2024 utajua kwamba nchi yetu ilikamilisha utaratibu wa kuwapa hadhi maalum kwa mfano Watanzania ambao wanaishi maeneo mengine. Hiyo ni hatua kubwa. Wapo bado wanasema kwamba inabidi kuchukua hatua kubwa zaidi, lakini mimi maoni yangu ni kwamba ni hatua muhimu ya sasa iliyopigwa. Nafikiri kadri tunapokwenda mbele tutakwenda kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo ni ya kwanza ya kuweza kuwafanya wawape hiyo hadhi maalum, na hiyo itawasaidia zaidi kuweza kufanya shughuli hizo. Lakini eneo la pili ni kwamba ukiangalia
sera hii mpya ni kwamba watakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kushiriki moja kwa moja na kuchochea zaidi fursa zilizopo za kiuwekezaji kwenye mifumo yetu ya kifedha na masuala mengine. Na hii itakuwa ni muhimu sana, Emil pamoja na Kapotela, kwa sababu hivi sasa tunavyozungumza, diaspora ya Tanzania ndo inaingiza pesa kidogo au remittance kwenye uchumi wetu kuliko diaspora wengine wa nchi zinazotuzunguka. Kwa hiyo mabadiliko haya yanataka kuondosha kutuondoa hapa tulipo na kutupeleka katika hatua nyingine. Kwa mwaka sasa hivi ni kama unapata remittance za dola milioni 800, ni kama 1% ya GDP. Ni chini ya nchi kama Uganda, ni chini ya nchi kama Kenya. Kwa hatua hii ya kwanza kuwapa hadhi maalum na kuweka mazingira ambayo watakuwa sehemu muhimu na kuzifanya balozi zetu kuzihuisha ziweze kuchangamkia fursa ambazo Watanzania waanza kuzifanya, itatusaidia zaidi kuweza kufanya vile, na hii itaisaidia nchi yetu katika masuala muhimu ya kuendeleza Watanzania kwenye utoaji wa huduma, kwenye kuanzisha shughuli za kiuwekezaji kama viwanda, lakini pia katika mashirikiano ya kueneza utamaduni wetu. Na muhimu sana kama ulivyosikia, moja ya jambo ambalo limeongezwa la msingi sana kwenye ni kwamba ni swala la utamaduni wetu, na eneo mojawapo limekuwa ni lugha ya Kiswahili, na kwenye sera hii linazungumzwa kama moja ya bidhaa adhimu sana katika kuchagiza nafasi ya Tanzania katika jumuiya ya kimataifa. Na lugha hii kwa kweli wanapozungumza kuwa bidhaa au kuwa kitu cha thamani, hatuzungumzi kwa kweli lugha yenyewe, lakini tunazungumza ni vitu gani lugha ya Kiswahili itatusaidia kufika pale ambapo tayari tuna mtaji wa watu ambao wanazungumza Kiswahili, kuweza kupeleka shughuli zetu mbalimbali. Zinaweza kuwa ni shughuli kupitia elimu, kutumia utamaduni, kutumia sekta kwa mfano kama ya utalii. Na kwa kweli kwa lugha ambayo inapanuka kwa kiwango hiki, utajua kwamba Kiswahili kinaweza kuwa nafasi nzuri kubadilisha sio tu taswira, lakini kujenga fursa mbalimbali za uchumi wetu. Mimi mara kadhaa, Dr. Kayoza, nimeshuhudia ukienda katika balozi za mataifa mengine zilizoko hapa zina vituo vya utamaduni. Sitaki kuzitaja, lakini nafahamu na tumekuwa tukialikwa mara kwa mara, nafikiri mimi ndugu yangu nafahamu. Tunakwenda kujifunza utamaduni wao. Wanawaita kwa lengo la kujua uzinduzi, lakini wao kama wanatufundisha utamaduni wao. Kuna umuhimu gani wa kulinda sisi utamaduni wetu? Kwa sababu unapozungumza hapa hili mtasema kwani utamaduni unatuingizia fedha nini? Kwa nini? Umeelewa vizuri Kuna umuhimu gani wa kulinda sisi kama taifa utamaduni wetu? Na tukilinda tunapata nini? Tunajipambanua vipi? Swali zuri sana. Kama kuna jambo muhimu linalofanya nchi yoyote iwe nchi, iwe taifa, ndio ni utamaduni wake. Sisi tuna kama ilivyo lolote lile, kuna alama ya nchi husika kwamba kwa nini nyie ni Watanzania. Kwa moja ni utamaduni, na utamaduni uchukulie katika njia rahisi tuliyofundishwa kule kwenye masomo ya uraia. Tulikuwa tunaambiwa kwenye soma civics walikuwa shaibadilisha wanasema culture, what is culture? Katika total way of life of a particular group of people. Katika njia hiyo tu, utamaduni ni kila jambo ambalo linahusu jinsi mnapoishi. Kwa hiyo lazima muweze ndivyo mtathaminika kama watu. Namba 2 ni kwamba mnapolinda utamaduni wenu, mnapata nafasi ya kuzuia au kudhibiti hatua zozote zile za watu wengine kutokea maeneo mengine, mfano kuvuruga asili yenu kama taifa. Tuko kwenye dunia ambayo mataifa haya kama nilivyojaribu kusema, watu wanajaribu kupeleka tamaduni zetu, tamaduni zao au kuzileta kwetu. Ndio labda tukisema vizuri, chukua nikifanya hakina tofauti sana. Upo upande mzuri wa kufanya hivyo, lakini uko upande hasi kwamba unapowapelekea watu, unapoaminisha sana kuhusu utamaduni wao, wao wanatendi kuwa wewe, hawawi wao tena. Kwa hiyo wewe ndiyo unayeamua mwelekeo wao, ndiyo unayeamua hatma yao. Na hili jambo limetokea kwa muda mrefu, hata kabla ya ukoloni. Kaja kwenye ukoloni, likaja leo kwenye ukoloni mambo leo. Kwa hiyo taifa lolote serious kama la kwetu lazima lichukue hatua za kuhakikisha kwamba tutalinda msingi huo wa utamaduni wetu, kwa sababu wanapokuwa wamevuruga utamaduni huo, ndipo wanapopata nafasi ya kutunyang'anya hata kile ambacho ni cha kwetu.
Kwa utamaduni na uhusiano wa moja kwa moja. Hamwezi kulinda uchumi wenu. Tusiweze kudanganya. Hamtaweza kulinda uchumi wenu kama nchi na kujenga baadaye yenu kama hamna uwezo wa kulinda utamaduni wenu. Na kiuchumi hili limekuwa ni falsafa ya muda mrefu. Mchumi mahiri wa karne ya 20 Maynard John Keynes aliandika kitabu chake mwaka 1929 1930 akakiita The Economic Possibilities of Our Grandchildren. Na uhakika na mazingira ya uchumi wa watoto wao miaka hiyo. Na moja ya vitu vinavyozungumza ni kulinda utu wao ambao unatokana na siza. Na hapa Tanzania kwa kweli tunayo nafasi ya kufanya, na ndio maana kwenye sera hii ya mambo ya nje linazungumza swala la utamaduni. Dr. Kayoza, tunaomba tuweke nukta kidogo. Tupo na Dr. Kayoza kwa sababu mambo ni mazuri, na tumia SMS hapa bana, mambo ni mazuri. Watu wanakaa wanasubiri. Tunaomba tupate marudio ya asubuhi njema, alafu baadaye tuweze kurejea. Tutaanzia hapa ambapo tumeishia, kwa sababu nilishangaa sana kuona taifa kama la China lina nguvu kiuchumi, lakini ukiangalia maisha ya ndani ya taifa lao wanalinda utamaduni kwa gharama kubwa sana. Hakika. Nilishangaa kuona kama kijana ameenda kuishi Ulaya kwa muda mrefu, akirejea China katika baadhi ya majimbo hawezi kumlea mwanae, anamlea babu yake. Nikajiuliza nini, wakasema sisi tunalinda utamaduni wa taifa letu. Tutarejea baadaye. Tutarejea mtazamaji, endelea kuwa nasi. Utamaduni.